Bwana Yesu asifiwe. Basi tumeingia wiki yetu ya 4 katika mwezi wa Aprili. Tunao wakati mwingine ama nafasi ya kumshukuru Mola na kulitukuza jina lake kwa wema wake na fadhili zake nyingi katika maishani mwetu. Basi neno la siku ya leo ni lile neno ambalo linatuongoza katika uaskofu wa Nakuru katika huu mwaka wote, ambayo linatoka katika kitabu cha nabii Isaya 40 kuanzia mstari wa 29 hadi 31. Kama ni mimi ningeombwa ruhusa, ningesema hili neno tuwe tunalisoma asubuhi tuamkapo na bado kabla ya kulala. Basi naomba tulisome. Tunasoma katika kitabu cha Isaya 40 na kuanzia mstari wa 29 na kufuata. Yeye huwapa uwezo walio hafifu, wanyonge huwapa nguvu. Hata vijana watafifia na kulegea, naam, wataanguka kwa uchovu. Lakini wote wanaomtumania Mwenyezi Mungu watapata nguvu mpya. Watapanda juu kwa mabawa kama tai, watakimbia bila kuchoka, watatembea bila kulegea. Hilo ndilo neno lake Mungu Baba. Naomba tuombe kwa ajili ya neno. Mungu Baba mwenye enzi, tunanyenyekea katika mbele zako na kulishukuru na kuliinua jina lako kwa wema na fadhili zako katika maishani mwetu. Basi asubuhi ya leo unaponena na nyoyo zetu, tunaziinua kwako na kukuomba pate kuzitakasa na kuzifanya safi, ili neno lako lipate kuwa na nafasi. Mungu Baba, tuomba uendelee kututia nguvu ili tuendelee kukutumikia na kuishi kulingana na mapenzi yako, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa wana All Saint na hata wale wengine ambao wanaotazama katika online, tunawakaribisheni katika neno la siku ya leo. Na mada ile ambayo inayotuongoza katika hili neno ni Mungu ndiye anayewapa nguvu wazimiao. Sijui kana kwamba mahali penye umefika siku ya leo, yule ni yule mmoja wa wale ambao wanaozungumziwa, ni kama unaazimiwa. Wakati ambapo nilipokuwa nalisoma hili neno, lilinipeleka katika nyakati za kale, ule wakati ambapo tulipokuwa tunatumia ile kataa yenye ilikuwa inaashwa. Sijui kikwenu mlikuwa mnakaita aje, lakini kikwetu tulikuwa tunakaita kanyitira. Unajua wakati mwingine kukiwa na upepo mwingi, kanafanya nini? Ni kama kanataka kuazimia, na hata ikikuwa mingi kabisa basi kanazima. But we thank God, sababu mahali ambapo tumefika sisi hatujaazimia kabisa, na diposa hili neno likatujia siku ya leo. Wapendwa katika Bwana, maisha ya mwanadamu yana vipindi vya uchovu. Wapo wengi ambao waliochoka katika kimwili, wanayo maumivu, haswa tukitembea katika hospitali mbalimbali. Tunawapata wengi wale ambao waliolazwa katika mahali pale, wanalia kwa maumivu, wengine hawajiwezi. Kunayo hata bado uchovu wa huzuni. Wengine wamekataliwa katika doa na wanahisi kana kwamba hawawezi kuendelea tena na haya maisha. Wengine wamekataliwa katika kazini, wengine hata wamefutwa kazi.
Na kwa hivyo wanajipata ni kana kwamba wamechoka, hawawezi kuendelea na hii maisha tena. Sijui wewe ni gani hayo yanakufanya uhisi huyu uchovu? Unahisi kana kwamba huwezi kuendelea tena? Wapo waliochoka katika kiroho, hawana nguvu ya kuomba. Kila wakati ambapo unapojipata ni kuomba, unaomba, hauwezi kuendelea na maombi yako. Wengine hata hawana ile neema ya kulisoma neno la Mungu, na kwa hivyo tunaendelea kufifia katika hali ya kuamini kwetu, na kwa hivyo uchovu unakuwa mwingi sana katika maishani mwetu. Wapo waliochoka katika kimwili, mahali ambapo umeajiriwa kazi, inafika asubuhi unajihisi ni kana kwamba hautaki kuifanya hiyo kazi tena. Wengine wamejaliwa na matatizo ya familia, matatizo ya ulimwengu, yale ambayo tunayokubana nayo katika nyakati ambazo tumo. Kunao hata ugumu wa maisha. Najua wakati mwingine imekuwa gumu sana hata kunazo familia kuandaa chakula katika mezani, imekuwa ngumu. Lakini neno la Mungu leo linatangaza jambo moja kubwa katika maishani mwetu. Mungu wetu ni chanzo, yeye ndiye chanzo cha nguvu mpya. Basi pata kujiuliza, kama anapojiuliza pia, nitampa huyu Mungu nafasi katika maisha yangu, anitawale, aniongoze, anielekeze na anionekanie katika kila jambo. Tunajifunza nini katika hili somo letu la kila siku? Jambo la kwanza, Mungu ni chanzo cha nguvu kwa waliochoka. Kwa hivyo basi, wewe ambaye ulioketi mahali ambapo umo katika huu wakati, tunaambiwa chanzo cha kuchoka kwetu, nguvu zetu tunazipata wapi? Kwa yeye Mungu. Nalo neno linasema katika kitabu cha Isaya mlango wa 40 na mstari wa 29, awapao nguvu waazimiao neno. Waazimiao inamaanisha nini? Inaongea kuhusu nini? Huyu ni mtu ambaye anayekaribia kuanguka, yule ambaye hawezi kuendelea tena kwa wokovu, hawezi kuendelea tena kwa familia, anahisi kana kwamba yeye hawezi endelea na masomo tena, hawezi endelea na kazi tena. Mtu aliyekata tamaa, anayepoteza tumaini katika maisha ya Kristo. Mtu ambaye anaye ugumu wa maisha katika kazi, katika fedha, katika mahitaji yetu ya kimwanadamu. Mtu ambaye anayepitia katika majaribu na maumivu ya kila siku. Sijui ni magani yale ambayo wewe unapitia ambayo yamekufanya kuchoka. Yaweza kuwa sio haya nimeyataja, lakini kunayo mengi. Lakini neno leo linasema wale ambao waaminio Mungu, yeye anawapa nguvu za kuendelea na hii safari ya wokovu na pia kuendelea katika maisha yetu ya kila siku. Ni vyema kuelewa kuwa Mungu hafanyi kazi na walio na nguvu pekee, lakini yeye bado pia afanya kazi na wale ambao ni wanyonge, wale ambao wamefifia, wale ambao wanahisi kana kwamba wako dhaifu. Yeye anawaongeza nguvu na anapata kuendelea kufanya kazi nao. Kwa hivyo sisi tujihisi kana kwamba kwa sababu ya yale ambayo tunayopitia katika maishani, Mungu hana haja nasi tena. Yeye yumo karibu nasi, na basi tukimuamini, basi tutayaweza yote ya ulimwengu. Jambo la pili, Mungu huzidisha nguvu katika udhaifu. Kumzidishia nguvu yeye asiye na uwezo,
yeye ambaye anaona hawezi kuwaelekeza watoto wake tena, yeye ambaye anayeona ni kana kwamba hana uwezo wa kuwalipia karo ya shule, yeye ambaye anaona hana uwezo ya kuwatuliza wanao wale ambao wamejiunganisha na mvinyo, anatuambia yeye anatutia nguvu na basi tutaweza. Katika hali ya huo mstari wa 31 neno linasema kumzidishia nguvu yeye asiye na uwezo. Mungu hakupi tu kidogo, yeye anakuzidishia nguvu katika kila jambo. Tukilisoma neno katika Wakorintho wa pili mlango wa 12 na mstari wa 9, Paulo naye alinena na Wakorintho na kuambia, huu ni wakati ambapo Wanakorintho walikuwa wameishiwa na nguvu, na kwa hivyo yeye aliwaelekeza na kuambia, nguvu yangu hutimilika katika udhaifu. Unapokiri siwezi, Mungu anasema mimi nitafanya nini? Mimi nitaweza. Kwa hivyo kama wewe huwezi, basi Mungu mwenye enzi yeye atakuwezesha. Udhaifu wako ni nafasi ya nguvu za Mungu kuonekana katika maishani mwako. Usione aibu kuwa dhaifu. Unajua wakati mwingine katika ule udhaifu tunadharauliwa, lakini Mungu hutumia huo udhaifu wako kuonyesha utukufu wake. Kwa hivyo tujidhalau sababu tunadharauliwa na wale wengine. Ni vyema kuliweka tumaini letu kwake Mungu, na basi yeye atatuinua na tutakuwa washindi katika ule udhaifu wetu. Jambo la 3, kuna nguvu za mwanadamu. Nguvu za mwanadamu zina kikomo. Katika aya ya 30 Isaya 40 na mstari wa 30, vijana watazimia na kuchoka watachoka, hata wale wenye nguvu, hata wale wana uchovu, hata wale ambao wana mapanguvu, hata wale ambao wana mwisho wao. Lakini Zaburi linatukumbusha 73 na mstari wa 26, mwili wangu na moyo wangu hupunguka. Je, hebu tupate kujiuliza, je, hili tunalifafanua aje? Mali haiwezi kutoa nguvu ya ndani. Elimu haiwezi kutupa amani ya ndani. Nguvu ya mwili haiwezi kudumu. Udhaifu na uzee unaingia bila kujua. Kwa hivyo bila Mungu sisi hatuwezi. Hata wenye nguvu kama hawana Mungu huhangaika, na basi hawawezi ya ulimwengu. Basi sisi tuliweke tumaini letu kwa Mungu, na tukiliweka kwa Mungu basi tutayaweza yote ya ulimwengu. Yeye atatuondolea ule uchovu, yeye atatuondolea kule kuchoka, na atatutia nguvu, na basi tutaweza kuendelea na hii safari ya kumtumikia. Tutaendelea na hii safari ya maisha yetu ya kila siku. Jambo la 4 lile ambalo tunalojifunza kutokana na neno la siku ya leo ni kumngojea Bwana ni njia ya nguvu mpya. Kwa hivyo kila wakati ambapo tunapomngojea Bwana basi tunapata nguvu mpya. Katika aya ya 31, wamngojeao Bwana watapata nguvu mpya. Katika hili neno la kumngojea, si kukaa tu bila kufanya kitu, lakini ni kuamini Mungu katika kila jambo, ni kuwa na subira katika kila jambo, ni kutazamia msaada wako kwa Mwenyezi Mungu katika kila jambo.
Tukilisema neno la Mungu katika Zaburi 27 na mstari wa 14, neno linatukumbusha ugojee Bwana uwe hodari. Kwa hivyo basi wale ambao wamngojeao Mungu katika kila jambo katika maishani mwao, basi wao watakuwa hodari katika kila jambo. Mungu wakati mwingine tunaona ni kana kwamba anachelewa, lakini yeye hachelewi, lakini yeye anafika. Wakati mwingine tunamuomba, tunaona ni kana kwamba yeye amekaa kwa muda mrefu bila kutujibu maombi yetu, lakini yeye anayajibu wakati ambao unaofaa. Subira yako kwa Mungu inaleta nguvu mpya ndani yako. Ni vyema tumsubiri Mungu katika kila jambo. Msubiri Mungu kwa kazi yako. Msubiri Mungu katika biashara ile ambayo unayofanya kwa siku. Msubiri Mungu kwa familia. Hata pia ni vyema kumsubiri Mungu katika hizi huduma ambazo wametupa katika chumba chake. Basi jambo la 5, nguvu mpya, kupaa kiroho kama tai. Watapanda juu. Mstari wa 31 unasema watapanda juu kwa mabawa kama tai. Je, tunajiuliza kuwa tai ni mnyama mgani? Tai ni mnyama ambaye yeye hupaa juu sana kuliko wanyama wale wote wengine katika ulimwengu. Yeye anatumia upepo kupaa juu zaidi bila kutumia nguvu zake. Kwa hivyo ni vyema hata vile ambavyo wakati ambapo tunapopitia katika changamoto, wacha hizo changamoto tuzitumie katika hali ya kuinuka kwa kumwaminio Bwana. Huyu tai yeye pia hachoki kiroho. Basi sisi kama wanadamu, sisi kama waaminio, kwa nini basi wakati mwingine tunakuwa wachovu na tunachoka? Ni vyema kuliweka tegemeo letu kwa huyu Mungu, na basi sisi tutayaweza. Mungu atatuinua, Mungu atatudunisha. Basi kwa nguvu ya Mungu kwa wanaomwamini, kwa wanaoweka tumaini yao kwake, basi yeye atawainua katika mambo yao yote ya kiulimwengu. Tunakata tamaa pale ambapo tunategemea nguvu zetu badala ya kumtegemea Mwenyezi Mungu. Tunapoteza macho yetu kwa Mungu baada ya kutazama vitu vya ulimwengu. Waweza kupoteza macho yako kwa Bwana ukitazama vitu vya ulimwengu, biashara, pesa, marafiki na vitu vinginevyo. Tunazingatia matatizo zaidi kuliko ahadi za Mungu. Ni vyema tuelewe kwamba zile ahadi ambazo Mungu ametuahidia katika maishani mwetu, na basi tukimfanya Mungu tegemeo letu, ule wakati ambapo tutakapoishia na nguvu, basi tutaweza. Tuamini na tuombe. Baba wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa neno lako. Asante kwa kuwa wewe huwapa nguvu wazimiao. Bwana, wanakuja kwako wakiwa wamechoka. Sisi tumelemewa na mizigo. Tunakusihi utupe nguvu mpya. Waliovunjika moyo wapate kuinuliwa. Walioanguka wapate kusimama tena, na waliokata tamaa wapate tumaini jipya. Katika jina la Mungu Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen.